serikali ya awamu ya 5 si ya kuchezewa. Moto wameshaanza kuupata. Ninasema moto wameshaanza kuupata. Kwa hao wanaofanya ubaya, tupeleke tu salamu kwamba ubaya huu tutajibu kwa ubaya kwa mujibu wa sheria. Kwa mule wanawake ndio tunaandika mume wangu. Kwa hiyo akaona jina mume wangu akapiga. Wakaanza kuniamrisha pale niseme, nimwambie huko nyumbani wamekuja wageni, na mmoja ndo kashika bastola kaniwekea hapo usawa wa kichwa, mwingine ndo usawa huo wa sura. Kibiti ilivyogeuka uwanja wa vita. Mauaji ya polisi 8, nchi ilizizima. Ni ukatili na unyama. Asubuhi ilikuwa ya kawaida, lakini ndani ya dakika chache milio ya risasi ilivunja ukimya na kuandika moja ya sura nzito zaidi katika historia ya Jeshi la Polisi Tanzania. Kwa miezi kadhaa kabla ya April mwaka 2017, mashambulizi dhidi ya viongozi wa vijiji na watendaji wa serikali za mitaa yalikuwa yameendelea kuripotiwa katika wilaya ya Kibiti, Rufiji na Mkuranga. Hata hivyo, hakuna tukio lililoshtua taifa kama lile la Aprili 13 mwaka 2017. Kwa mujibu wa taarifa rasmi zilizotolewa baada ya tukio, askari polisi walikuwa katika operation ya kawaida ya kiusalama ndani ya wilaya ya Kibiti. Lengo lilikuwa kuendelea kuwafuatilia na kuwabaini watu waliokuwa wakihusishwa na mlolongo wa mashambulizi uliokuwa umeendelea kwa miezi kadhaa. Katika shambulio hilo, Jeshi la Polisi limepoteza askari wake 8. Askari hawa ni kama wafuatao. Hakukuwa na dalili kwa umma kwamba siku hiyo lingetokea shambulizi kubwa kiasi hicho. Eneo la Jaribu mpakani. Msafara wa polisi ulipofika katika eneo la Jaribu mpakani, mazingira yalionekana kuwa ya kawaida. Barabara hiyo ilikuwa ikitumika na wananchi kama ilivyo siku nyingine. Lakini kwa mujibu wa taarifa za polisi, washambuliaji walikuwa wamejiandaa mapema na walikuwa wamechagua eneo ambalo lingeweza kuwapa faida ya kushambulia kwa kushtukiza. Milio ya kwanza ya risasi. Ghafla milio ya risasi ilianza kusikika. Kwa mujibu wa taarifa rasmi, polisi walivamiwa kwa silaha za moto na watu wenye silaha wasiojulikana. Mashambulizi yalikuwa ya ghafla na makali sana. Wananchi waliokuwa karibu walieleza kusikia risasi nyingi kwa muda mfupi. Wengi walikimbilia kujificha, huku wengine wakijifungia ndani ya nyumba zao wakihofia kutoka nje. Tokea jambo kusikia sisi ni mabunduki, lakini hatuelewi ni nani wala ni nani afanyatokea, afu ni jirani zetu hapa. Tunafahamu kwa sura. Kwa sura tuwafahamu. Sasa wewe jirani yako mfahamu kwa vipi? Mimi ni mbali kidogo na hapa, lakini nimesikia tu ni mabunduki. Mpaka nimeenda kibaruani, nimeaga, nimerudi kujifidia tatizo gani? Nimefidia ni majambazi sijui wamekaa hapo, sijui walikuwa sehemu gani, sijui ndio nipate taarifa zaidi niweze kuelewa. Baada ya milio ya risasi kutulia, eneo hilo lilikuwa limegeuka eneo la majonzi na hasara kubwa. Jeshi la polisi lilithibitisha kuwa askari polisi 8 walikuwa wameuawa katika shambulio hilo. Aidha, lilieleza kuwa washambuliaji waliondoka na baadhi ya silaha za polisi baada ya shambulio hilo. Habari hizo zilienea kwa haraka nchini kote na zikawa moja ya taarifa kubwa zilizoripotiwa siku hiyo. Tukio hilo lilibadili mtazamo wa wengi kuhusu ukubwa wa tatizo lililokuwa linaendelea Kibiti. Kwa mara ya kwanza, Watanzania wengi walitambua kuwa mashambulizi hayo hayakuwa yakiwalenga viongozi wa vijiji pekee, bali hata vyombo vya dola. Hapa na miguu. Maana ni mastukia 5 ndio wamefika ndani. Na walificha nyuso zao. Walificha nyuso zao. Wakaondoka na mumeo. Mama anaitwa nani? Anaitwa Kazi Bakari Mteteki. Kazi Bakari Mteteki. Yeye alikuwa kama nani hapa? Mwenyekiti wa kijiji. Kazi Bakari. Serikali ilitoa salamu za pole
kwa familia za askari waliopoteza maisha na kuahidi kuwakamata wote waliohusika. Baada ya tukio hilo, operesheni za usalama ziliongezwa kwa kiwango cha juu kabisa. Vikosi maalum vilitumwa Kibiti, Rufiji na Mkuranga. Misako ilifanyika katika maeneo mbalimbali, huku watu kadhaa wakikamatwa kwa mahojiano na uchunguzi. Na vitendo hivi tutamtia mbaroni na hatua kali za kisheria zitachukuliwa dhidi yake. Niseme kwamba wote wanaojihusisha na matukio haya hawawezi kuwa salama. Jeshi la polisi tumejipanga vizuri, vyombo vingine vya ulinzi na usalama vimejipanga vizuri ili kuhakikisha kwamba wimbi hili la matukio haya linamalizika, na niwahakikishie kabisa uhalifu huwa ni matukio ya muda. Uhalifu ni biashara ya muda mfupi. Mwisho wa siku watabaki na aibu, kwa sababu hatutawaacha mpaka tuhakikishe kwamba wote wametiwa mbaroni na hatua kali za kisheria zinachukuliwa dhidi yao katika tukio hili. Na hii ni dalili nzuri kwamba hawa wahalifu sasa tumewakaribia kuwamaliza. Na yeyote ambaye ana silaha kama hizi na anazitumia katika matukio kama haya, ajue sasa siku zake zinahesabika. Kwa mujibu wa taarifa za baadaye za jeshi la polisi, operesheni hizo zilisababisha kukamatwa kwa baadhi ya watuhumiwa, na katika matukio mengine watu waliodaiwa kuhusika waliuawa katika mapambano na vikosi vya usalama. Lakini wakati serikali ikianza kuongeza nguvu ya operation, kulikuwa bado na swali moja kubwa ambalo Watanzania wengi walikuwa wanajiuliza: ni nani hasa waliokuwa nyuma ya mtandao huu wa mauaji? Jibu la swali hilo lilianza kujitokeza hatua kwa hatua katika miezi iliyofuata kupitia operesheni za usalama na uchunguzi wa vyombo husika. Tunaochelewesha maendeleo ya Rufiji na Kibiti ni sisi wenyewe wana Kibiti na wana Rufiji, kwa sababu watu wanaofanya vitendo hivyo tunawajua, tunakaa nao, tunawaficha, ni watoto wetu. Kwa hiyo mtakaa bila viwanda. Lakini nataka niwaambie, serikali ya awamu ya 5 si ya kuchezewa. Moto wameshaanza kuupata. Ninasema moto wameshaanza kuupata. Waache. Walikuwa wachache tu, watanyoka. Na ninaposema watanyoka, actually wameshaanza kunyoka. Na kama wapo hapa wengine wanaonisikiliza, wakapeleke salamu huko kwamba hawatapita. Na ninasema hawapiti. Watafanya vitendo vya kihuni hivi. Never. Hiyo ni sehemu ya pili katika mkasa wa mauaji ya Kibiti. Mimi naitwa Ibrahim Rajab. Call me Bold Dancer. Na hii ni Global TV. Katika kila mtaa, katika kila uwanja wa michezo, katika kila tukio linaloandika historia ya taifa letu, kuna simulizi linalosubiri kusikika. Sauti inayotafuta kusikizwa. Kuna ukweli unaohitaji kuonekana. Kuna taarifa ya dharura inatoka hapa studio. Kutoka kwenye hamasa ya michezo hadi burudani inayogusa mioyo ya watu, kuna jukwaa moja linalosimama katikati ya yote hayo. Karibu Global TV, sauti mpya ya Tanzania, inayoaminiwa na wananchi, inayofuatiliwa na viongozi, inayoheshimiwa. Global TV, kimbilio la wasio na sauti. Tupigie sasa.